Na mtazamaji wa Macha TV, leo habari kubwa ni kocha mpya wa Simba. Ni nani ambaye anakuja kurithi mikoba ya Fadlu Davis? Ni jambo ambalo limekuwa likiulizwa kwa muda mrefu, lakini pengine muda mwafaka sasa umefika kwa klabu ya Simba kumtangaza kocha mpya. Na habari kubwa ambayo tunakudodosea ni kwamba kocha Dimitar Pantev kutoka Gaborone United anatajwa kuja kurithi mikoba ya Fadlu ndani ya kikosi cha Simba. Yawezekana kwenye chekeche ile ya Simba ya makocha mbalimbali, huyu ndio ambaye ameonekana ana wasifu ambao unaweza ukawapeleka kwenye mafanikio yao hasa katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndilo ambalo limekwenda kuipelekea klabu ya Simba kumchagua Pantev kuwa kocha mkuu. Kuna mijadala mingi ambayo inaendelea, lakini mi leo nitakuelezea kidogo kuhusu kocha huyu ambaye ameweka rekodi kubwa pale Botswana, akitoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana na Gaborone United msimu uliomalizika wa 2024-2025 mbele ya Township Rollers na Jwaneng Galaxy ambazo ndo timu kubwa pale Botswana, zimekuwa zikitawala kwa muda mrefu na ambazo tumekuwa tukiziona kwenye mashindano haya ya kimataifa, lakini alikuta timu ikiwa imetoka kwenye nafasi ya tatu msimu wa 2023-2024. Unaweza ukaona namna ambavyo amefanya mabadiliko makubwa sana na kuleta mapinduzi ya soka pale nchini Botswana. Huyu ndo mtu ambaye Simba imemuona anafaa kwenda kuifundisha, lakini ni kocha ambaye ametumia muda mwingi sana kufundisha mpira wa futsal. Tumeona hata timu ya taifa ya Tanzania imekuwa ikishiriki mashindano ya futsal na ana mafanikio makubwa zaidi huko kabla ya kugeukia kwenye mpira wa miguu ambao yeye pia aliucheza kwa mafanikio makubwa enzi hizo akiwa mchezaji, lakini kwenye kufundisha barani Afrika kabla ya Gaborone alikuwepo Orapa United. Tumekuwa tukiiona pia kwenye mashindano haya ya CAF kwenye Confederation Cup imekuwa ikionekana mara kadhaa, lakini mafanikio makubwa yameyapata zaidi pale nchini Botswana. Pengine mechi mbili ambazo Simba imecheza dhidi ya Gaborone United zinaweza kukupa taswira ni kocha aina gani hasa timu yake inapopoteza mpira, namna ambavyo wachezaji wana react haraka kwenda kutafuta mpira, lakini wakiwa na mpira namna gani ambako wanakuwa haraka sana kwenda kushambulia na kutengeneza nafasi. Ndicho ambacho tulikiona kwenye mechi mbili ambayo ilichezwa pale nchini Botswana, lakini pia mechi ya marudiano ambayo ilichezwa pia hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Tuliona namna ambavyo Gaborone United walitengeneza nafasi nyingi za kufunga kuliko Simba. Pengine kilichoamua utofauti wa nani anakwenda mbele na nani anabaki ilikuwa ni sasa ni ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja ambayo timu inayo. Ukiangalia kweli madaraja ya wachezaji wa Gaborone United ni wachezaji ambao huwezi kufananisha kiukubwa na klabu ya Simba, kina Elim Panzu, kina Jean Charles Ahoua, kina Neo Maema, Rushaine De Reuck. Ni wachezaji ambao unaweza kuona ni wa daraja kubwa, wasifu wao ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa kwenye ligi kubwa kama Afrika Kusini, ligi ya Ivory Coast, lakini pia kwenye ligi kuu ya NBC mtu kama Ahoua tunaona alichokifanya msimu uliopita, magoli 16, assist za kutosha, lakini akifanya vyema pia kwenye kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo Simba inapima sasa kama huyu kocha anaweza kukusurprise akiwa na wachezaji wa daraja la kati, vipi tukimpa timu kwenye wachezaji hawa daraja la juu ikiwa kuna ongezeko la wachezaji wengi ambao wameingia msimu huu. Tumeona namna ambavyo timu ilicheza chini ya Selemani Matola kwenye mechi iliyopita ya ligi kuu dhidi ya Namungo FC. Unaweza ukaona kitu alichofanya Selemani Mwalimu, amazing, kitu ambacho anafanya Morris Abraham, Jean Charles Ahoua, wachezaji walikuwepo kwenye ubora wa juu. Joseph Mutale Budo alikuwepo kwenye kiwango cha juu. So tunasubiri kuona nini hasa ambacho anakwenda kukileta hasa kwenye falsafa ya uchezaji. Simba ilikuwa ikicheza sana kimbinu msimu uliopita, tunakumbuka chini ya Farraman Davis, ilikuwa inawasoma sana wapinzani. Fadlu alikuwa ni mzuri, akipata goli anaweza kuifunga timu yake isiende kuruhusu magoli. Ni mechi chache sana ambayo timu iliweza kutoka nyuma labda na kuweza kupata sare au ushindi dhidi ya Simba Fadlu alipokuwa akitangulia. So kuna namna ambavyo tunategemea kuona sasa utofauti, mbinu ambazo atakwenda kuzitumia kocha Pantev, lakini pia labda flexibility ambayo watakuwa nayo wachezaji wa Simba. Kumbuka ubora umeongezwa kwenye maeneo mbalimbali. Msimu uliopita kwenye eneo la ushambuliaji kulikuwa kuna Leon Ateba pamoja na Mukwala Steve, lakini pia alikuwepo Valentino Mashaka. Lakini tunaona msimu huu Selemani Mwalimu anatoka Wydad anakuja, lakini Jonathan Soa, mchezaji ambaye alikuwa na ratio nzuri ya goli kwa mechi, nusu msimu akifunga magoli 14 kwenye ligi, yuko pale, atakwenda kuofa nini? Lakini
tuone sasa baadaye wataingia kina Mohamed Bajaba, Neo Maema tumeona ameanza kufanya vitu. Huu bora ambao wameuongeza, kocha anakwenda kutwist vipi timu icheze bora zaidi ya msimu uliopita, ndicho ambacho wanakisubiri. Hii ni ligi ya mabingwa ambao Simba anashiriki msimu huu, anakwenda kucheza na Nsingizini Hotspurs ya pale Eswatini kutafuta sasa nafasi ya kwenda tena kwenye hatua ya makundi, ambapo sasa shughuli ndio inakuwa inaanza rasmi kwenda kutafuta zile ndoto za nusu fainali. Kwa hiyo hatua ngumu imebaki moja, nadhani ndio ambayo mtihani wa kwanza kwa kocha Pantev kwenda kuonyesha kile ambacho wanacho, lakini kumbuka kwamba Simba inarejea kambini siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni Oktoba 6. Hii ni siku takriban kama 11 hivi kuelekea kwenye mchezo wa kwanza ambao utachezwa pale nchini Eswatini. Hivyo ana muda takriban kama juma moja na siku chache kwenda kufanya mabadiliko machache ambayo ataweza kwa wachezaji waliopo, kiacha ambao wamekwenda kwenye timu ya taifa, lakini pia baada ya hapo atakaa na timu muda mrefu kuona hasa anakwenda kuingiza nini wakati msimu ukiendelea kunako klabu ya Simba. Hiyo ndio ambayo tunaweza tukasema leo tunazungumza kuhusu kocha mpya wa Simba, wasifu wake, lakini matarajio na nini hasa ambacho kitakwenda kutokea kwenye klabu ya Simba kwa msimu huu ni jambo ambalo tumelizungumza kwa kina. Hii ni Macha TV, usiache kusubscribe na kutazama video mbalimbali kupitia hapa.